Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibu sana kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV ambayo huwa inakupa habari mbalimbali kutoka duniani kote, lakini kwa sasa bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kila ambacho kinachoendelea pale uwanjani kwenye uwanja wa vita samani. Namba zetu za simu ni alama kujumlisha 1859 338840. Mtangazaji wako wa zamu wa siku ya leo naitwa ni Mteba. Tutafute kwa namba hizo na unaweza kujiunga na group letu la WhatsApp. Ukiangalia tu kwa hayo maneno kwa hayo maneno hapo utaangalia, utaona kile ambacho kinachoendelea, na kuna link ya YouTube unaweza kufinya tu pale na ikakuunga moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp ambalo linapatikana kwenye Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Leo tuna uchambuzi mkali sana na pamoja na taarifa mbalimbali wakaza zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kila ambacho kinachoendelea, maeneo ambako M23 wapo na maeneo ambapo wazalendo walipo. Tumeweza kupata simu nyingi sana, wakasema mbona atuelewe kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Tutakwenda kuelewesha kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, kila kinachoendelea tutakwambia wazalendo wako wapi na kila ambacho kinachoendelea na kuna nini kwenye uwanja wa vita. Lakini habari zingine ni kwamba vice gouverneur wa mji wa Goma amefariki. Taarifa hizi zimeweza kutufikia, tumefanya uchunguzi mkali sana, yani makamu wa mkuu wa mkoa ambaye anapatikana maeneo za Goma. Tumepata taarifa hizi kwamba amefariki na watu wengi wameweza kudhibitisha jambo hilo, lakini sisi kama Mteba TV bado tunafuatilia tuone kile ambacho kinachoendelea. Amefariki kwa nini? Kwa sababu wengi wanasema kwamba amekufa tu mwenyewe, wengine wanasema amekufa kwa masasi. Basi tutakwenda kuangalia kwenye taarifa hizi zetu za habari zaidi kile ambacho kinachoendelea kwenye channel ya Mteba TV. Tutakwenda kuambia kile ambacho kinaendelea hapa maeneo za Goma, lakini pia na maeneo za Bukavu na kile ambacho kinachoendelea Kamanyola, Walungu na maeneo zote maeneo za vita. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu katika siku ya leo. Leo tunaanzia maeneo ambapo panapojulikana kama vile Goma. Goma M23 wanakuwa wakifanya vikao vingi sana, wanafanya meeting mingi sana na raia, huku wakizidi kuhamasisha raia na kusema kwamba muje mjiunge tupige adui, wakati yeye mwenyewe M23 ndo adui. Sasa inatushangaza sana. Alafu wanakuwa wanafanya misago au mswago, yani Kiswahili ni kikali sana. Kiswahili ni kigumu jamani. Kiswahili ni nyama ya tembo. Kutangaza taarifa za habari kwa Kiswahili sio mchezo, ni hatari. Kwa hiyo wanazidi kufanya vikao na kutafuta watu kwamba ni wahamiaji. Juzi tumeweza kuona wamekamata vijana tu wa mitaani, wakawapakiza majina wakasema ni wazalendo, lakini pia wakapakiza majina ya wengine Wanyarwanda ambao wanapatikana pale, wamewachukua tu kwenye mitaa hapo wakasema kwamba tumekamata FDLR. Walienda kuwashika wapi? Kitu ambacho tunachoendelea na habari zetu za uchambuzi kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Endelea kusabone, kama utasabone utakuwa unapata habari zingine. Endelea kusubscribe, like, comment, share kwa watu wengine. Sabone, finya tu alama hiyo nyekundu, usabone na uchague alama ya kengele, utakuwa unapata habari zaidi. Nikipandisha tu unapata message Mteba TV amepandisha. Lakini usisahau sambazia watu wengine popote walipo, ili taarifa zetu ziwe zinaenda mbali, kwa sababu ni sheni ya wazalendo ambayo inazidi kukupa taarifa za habari kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Lakini pia tutakwenda kuangalia kugusia habari zingine zinazoendelea kwenye mji wa Bukavu, amani ikizidi kukosekana na watu wakizidi kuhangaika, njaa ikizidi kupiga watu maeneo za Bukavu na Goma. Hali ni mbaya sana, huku vijana wakizidi kukamatwa mateka na kupelekwa pasipojulikana. Si kama pasipojulikana, ni kwenda kufunzwa, kwenda yani wanakwenda kuwaunga maeneo za M23 au waasi. Lakini pia tutakwenda kugusia habari zingine zinazoendelea maeneo kama vile Kamanyola, pale ambapo tena siku ya jana M23 waliweza kutangazia watu leo wasitembee, kitu ambacho tutakwenda kuchambua tena katika siku ya leo. Lakini pia tutakwenda kuangalia hali halisi ya maeneo za Katogota, kile ambacho kinachoendelea na Walungu hata na Bukavu. Tuweze kuwashukuru wote ambao wanatupata kutoka maeneo mengi sana, ambapo mengine pengine hata majina hatujui. Tunasikia watu wa Misisi wanatupata. Asanteni sana channel ya Mteba TV. Na watu wa Misisi wanatupata, watu wa Lubumbashi, watu wa Kinshasa, Kongo nzima mnatupata, Goma, Butembo, wapi, Masisi.
tunasikia vizuri sana kwa vile mnavyofuatilia channel ya Mtiba TV. Lakini sio hapo tu, watu wanaoishi Marekani state zote, watu wanaoishi Canada state zote, Australia state zote, Uingereza state zote, Ufaransa state zote, maeneo mengi Afrika Kusini, maeneo zote duniani tunazidi kuchanja mawingu ili tuzidi kukupatishia na kukupasha habari zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu siku ya leo. Tunaanzia habari zetu maeneo za Goma. Kisha tukimaliza Goma tutakuja kuingia maeneo mengi za Ijwi, kile ambacho kimeendelea Ijwi na Luhii pia. Tutakwenda kuambia kile ambacho kinachoendelea Goma. Hali inazidi kuwa ngumu kwa watu. Uongozi wa M23 unazidi kunyanyasa watu. Uongozi wa M23 unazidi kunyanyasa watu. Inanyanyasaje? Iko naenda nyumba kwa nyumba kufanya msago, kutafuta watu vijana wawili kila nyumba, na wengine wanakamatwa wote wanaenda. Kisha wakamata hao wale vijana ambao wanakataa kujiunga sasa na wameshakamatwa, wanaokufa wanawaua. Yaani wanawapiga masasi wanakufa, na wale ambao wanakuja kukataa zaidi wanawageuza majina na wanakuwa ni wazalendo. Kwa hiyo ile ni inakuwa wanabatisha. Halafu ushuru ni mwingi sana, yani taxe ishakuwa kubwa maeneo pia za Goma, $30, $50 taxe tu kile. Yani wako naenda kila nyumba, ufanye biashara usifanye biashara, hali ambayo imekuja kuathiri uchumi wa watu. Yani M23 au AFC M23 wanatafuta makuta kwa nguvu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mtiba TV, tuliwaambia wameshaishiwa pesa. Maeneo ambapo pesa zilikuwa zinatoka Rwanda hazitoki tena. Misaada nyingine ambayo Joseph Kabila alipeleka inaendelea kuisha. Yani mpaka wanaanza kuishiwa, wanaanza kutafuta sasa pesa kwa nguvu kupitia raia. Sasa au raia hawana biashara, raia hawana chochote, hawafanyi, hakuna kazi, wanaenda wanakongoa pesa kila nyumba. Taxe, ufanye biashara usifanye biashara, taxe ni kubwa. Na kama uko hata na biashara kadogo, unapata shida kubwa sana maeneo za Bukavu, maeneo za Goma, kitu ambacho watu wengi sana hawakipendi. Lakini meeting, vikao vinakuwa vingi sana maeneo za Goma. Vikao ni vingi sana na ni vya lazima. Lengo nini? Wanatafuta bagarson. Tuliwaambia muda mrefu kwamba unapoona M23 wanafanya meeting au wanafanya vikao, unajua kwamba wanaangalia, je, tukiangalia na vijana hapa, tukiangalia na bagarson hapa au hakuna bagarson. Kwa hiyo tunapoendelea na kuangalia, wanakuwa wanafanya vikao hivyo. Sasa hivi inakuwa ni kila siku, kesho vikao, na wanakuwa wanahamasisha vijana na watu kwamba wajiunge na M23. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mtiba TV, wewe ambaye uko Goma, au wewe ambao unapatikana maeneo zote ambapo M23 wanapatikana, uwe ange sana, kwa sababu angalia, M23 wameshaleta vikosi vingi sana, magari na magari, malori na malori, wanaisha tu kwenye uwanja wa vita. Wazalendo wanawapiga kiasi kwamba hawaogoti dafu. Chombo cha Watanzania wanakuambia hawaogoti dafu, manake hawana, yani ni moja bila. Goli ambao wao inaumaga sana ni 1-0. Kwa hiyo kila ambacho kinachoendelea, wameshapigwa sana. Kwa hiyo wanakuwa wanaenda watukosa vijana kwa nguvu maeneo zote, wanatangazia watu msitembee. Hizo ndio habari za Goma na kila ambacho kinachoendelea. Watu wanazidi kufa tu, amani hakuna, na wao walisema kwamba ni wakombozi, tumekuja kugomboa. Colonel Nanga alitangaza kwamba tumekuja kugomboa, sisi ni wakombozi, Kongo itajigomboa, tutagomboa Kongo sisi wenyewe. Ndo kauli zake. Lakini tunavyoangalia hapa, mtaongoza nini? Mtaongoza nyama? Mnamaliza watu, mnaua watu ovyo maeneo za Goma. Afu mnakuja kusema kwamba Kongo tumekuja kugomboa. Mmekuja kumaliza raia wanaopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mkumbuke kwamba hiyo ni Kongo na mtaiacha, udongo ni wa Wakongomani, hata mfanye nini, nyinyi ni wageni. Afu juzi mkakamata, tumekamata Wanyarwanda hawa warudi kwao FDLR. Nyinyi mnafahamu hivyo? Nyinyi wenyewe kabisa, nyinyi wote ni waasi. Na wale ambao mlikamata na wale ambao mlikamata, na nyinyi wote ni waasi, mtaacha Kongo kama ilivyo. Mkumbuke Goma isha kamatwa sana, labda Bukavu ndo kama mara ya kwanza tu kukamatwa, lakini Goma isha kamatwa sana na miaka, lakini inarudi tu kwenye mikono ya serikali. Tunapoendelea na habari hizo, ndo habari ambazo zilikuwa zinapatikana maeneo zile za Goma. Lakini tunaingia pia maeneo za Bukavu, kile ambacho kinachoendelea maeneo za Bukavu, lakini pale kwenye kijiji kimoja kinaitwa Ijwi. Kule Ijwi hali inakuwa ni ngumu tena. Raia wamekataa, mpaka leo wamekataa kutoa ushuru au kutoa hizo taxi ngumu ambazo wanazidi kutoa $1.
yani ni kila mlango. Kwa M23 wanakuwa wanafanya vitu ambavyo havifai maeneo yale. Raia mpaka wakakasirika, wakachoma pikipiki, wakachoma mamoto zao pale, na mpaka sasa hali bado haijakaa vizuri maeneo zile za Ijwi. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, yani wao wanapora tu, wanapora wanapeleka Rwanda, wanapora wanapeleka Rwanda. Nyinyi chumeni, lakini hiyo ni mali ambayo Mungu ameweka Kongo. Mungu ameweka mali nyingi Kongo, anajua maana ya kuwekea mali hizo zote Kongo. Mali zingine ziko kwenye mipaka ya Rwanda, lakini haziko Rwanda, ziko tu Kongo. Kwa hiyo ile bado ni Kongo, hata mfanye nini, wakongomani tupo, na ndio maana hatukimbii. Sasa hivi wakongomani hawakimbii. Zamani ilikuwa tu risasi moja washakimbilia Tanzania, Burundi, wapi. Lakini sasa hivi tutakufia pale pale. Hatutoki popote. Tupo tu hapo, mtumalize kama kawaida unavyozoea. Lakini Kongo itabaki tu kwa ya wakongomani. Lakini pia maeneo za Bukavu hadi ni hiyo, mauaji ni mengi, waporaji ni wengi, hali ya usalama inazidi kukosekana, watu wanahangaika, hakuna pesa, hakuna chochote kinachoendelea maeneo zile za Bukavu, kile ambacho kinachoendelea. Lakini zamani maeneo za Katana, Kabamba pale kote wazalendo wametawala, ni wengi mno maeneo yale. Lakini tunapoendelea na taarifa hizi za habari pamoja na uchambuzi kwenye siku ya leo kutoka channel yako bora ya Mteba TV, endelea kusabone, endelea kusambaza watu wengine, kwa sababu unaposambazia mtu uko na nimero ya watu na 15 personnes 30 personnes, sambazia wote, waambie sikiliza hizi habari. Hivyo ndio habari zetu zitaenda. Kusambaza ni kama uko na WhatsApp unasambazia tu watu wengine kwenye magrupe, uko na marafiki kwenye nimero yako ba WhatsApp, unawatumia tu link tu ili habari ziende zetu za Kongo na kila ambacho kinachoendelea pale kwenye uwanja wa vita, tunapoendelea kusonga mbele na uchambuzi wetu pamoja na taarifa za habari. Tunakwenda maeneo za Walungu, kila ambacho kinachoendelea baada ya mabomu kupigwa kwa wale watu ambao walipatikana kupigwa juzi. Walikuwa wanaangalia mpira wakawatupia bomu, watu kadhaa wakafariki pale. Ni kwamba mpaka sasa raia hawajakuwa na imani kabisa. Yani kwa sasa hivi wakimwona tu M23 wanakimbia, na ndivyo ilivyo. Msikubali kukaa hao watu, sio marafiki. Mkumbuke sio marafiki, msikubali kukaa nao. Mkiona tu wanakuja hata kwenye vikao vyao susieni, labda wawapige fimu ndo mwende. Lakini tunawaambia maeneo zile zote ambazo mnapatikana kama vile Walungu, wameweza kuteua mea wa mji pale, au mwenye iko naangalia Walungu nzima, ule mama ule ni kwamba anapata shida. Kwanza kuna picha zake zinaanza kusambaa ovyo kwenye mitandao. Kwa hiyo yule pale hajui anachokifanya, amewekwa pale, lakini mtu wa M23. Na tunaamini tu ya kwamba hata wanavyopanga uongozi wao, tunaamini wazalendo watafanya kazi. Wazalendo tutafanya kazi na tutasonga mbele. Na wewe ambaye ni mzalendo uko nje ya nchi, uko nje kabisa ya nchi, endelea kusupport na wewe wazalendo popote ulipo. Ni kitu cha maana sana. Unajua unaweza kawa hata mbali, lakini mchango wako wa pesa ukasaidia wazalendo, ukagombana, ukafanya kazi nzuri kule ndo nyumbani. Mnafikiri hiyo nchi ya Kongo ikienda, au Wanyarwanda wakiibeba ikienda, ikiwa Tombe, mtaishi wapi? Tutaishi wapi? Kama channel ya Mteba TV tunavyozidi kukuhamasisha na kukupa kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, utaishi wapi? Unaweza kutoka hapo utaenda kuishi Burundi. Burundi haitakuwa nchi yako. Lazima tugombanie nchi. Bagarson bote ambao mnapatikana maeneo zote ambapo M23 wapo, lazima murudi, muwe na mawazo ya kusema kwamba lazima ufie nchi yako. Usikubali kufa bure. Usikubali kufa bure, wakukamate tu wakuchinje tu kienyeji namna ile. Lazima ugombanie nchi, kwa sababu ukishagombania nchi wakishakuua au wakishatuua, tunagombania nchi. Kitu ambacho kitapendeza sana kuliko wakuue tu mnyumba, wanakuja wanakufunga makamba kama vile tu mwizi na wanaanza wanakwenda kukuua. Kitu ambacho hakipendezi. Lakini kila ambacho kinachoendelea kwa sasa, tunaingia maeneo za Kamanyola. Maeneo za Kamanyola, kila ambacho kinachoendelea Kamanyola ni kwamba M23 waliweza kutangaza habari nyingi sana jana tarehe 12 na kusema kwamba watu wote wasitoke, na wanafanya mswago nyumba kwa nyumba kwa vijana. Vijana ambao mnakaa pale na Kamanyola, vita iliingia Kamanyola, umeshindwa kukimbia. Natakiwa vita mnapokuja, nendeni mjiunge na wazalendo. Hivi tunarudilia mara kwa mara. Nendeni mkajiunge na wazalendo. Lakini kuna watu wengine ambao wanapatikana pale Kamanyola, picha zao zinatembea sana, ambao ni vijana wa Kamanyola, ambao ni bavre Kongole, ambao wanapatikana pale, wanakuwa wanachanja, wanakuwa wanaenda wanaonesha M23 njia, wanaenda wanaonesha piteni hapa, fanyeni hivi. Alafu pia wanakuwa na zile dawa, wanakuwa wanaenda wanachanja M23. Hizo ni mali ya Wakongomani.
na wale wote ambao wanaofanya hivyo shauri yako, na wakikukamata nafikiri itakuwa ni hatari. Alafu pia wana vyombo vyao vya habari, wanajifanya wanatoa misaada. M23 wanajifanya wanatoa misaada, wanakuja Uvira wanatoa pesa, wanatoa maunga, kila kitu, kumbe wanakuja kuchukua ramani ya maeneo yale. Kwa hiyo hata sisi wazalendo tuwe makini sana na misaada inayokuja. M23 wanatumikisha redio, wanatumikisha vifaa vya wakongomani na wakongomani. Kwa hiyo wanajifanya wanakuja kuleta misaada, wanaletea wazalendo misaada, wanakuja kusoma ramani na kuchukua matukio maeneo yale, kitu ambacho akipendezi. Maeneo za Kamanyola waliweza kukusanya vijana wengi sana waliwakamata wengi sana, na kwa kusanya na kuwafanyisha vikao kwamba wajiunge na M23. Msikubali kazi kama hiyo. Na wewe ambaye ni kijana, ni garso ambaye uko ndani ya M23, ni lazima ukienda kwa masomo ya buaskari, ukirudia fanyeni kama wenzenu wakatana walivyofanya. Walirudi na kuanza kupiga M23. Waliwaua wengi sana kwenye mapambano yaliyofanyika pale. Kwa hiyo ambaye ni mkongomani, usikubali damu ya wenzako wa Kongomani, damu za wenzako wa Kongomani zimwangike kwa sababu ya $100. Uzishe nchi nzima, watu 100 na maelfu wakufa kwa sababu ya walikupasha $100 kila mwezi, kitu ambacho hakifurahishi. Lazima tuwe wazalendo. Maeneo za Kamanyola ndicho kinachoendelea kwa sasa. Kwa sasa hivi watu wengi wameniuliza maswali, wanapatikana Misisi, wanapatikana maeneo duniani nzima, wanasema kwamba wazalendo wako wapi na kipi kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Lazima kama Mteba TV, kuwe vita kusiwe vita, lazima tukupashe habari. Ni kwamba vita ya risasi ile ya mshike mabomu makali hawapigani hizi siku. Nafikiri niko na kujibu maswali yako. Ni kwamba hawapigani hizi siku, haikosi wiki mzima hawapigani ile mapambano makali ya masasi. Baada ya mapambano ambayo wanaendelea kuua watu, ila amani hakuna. Si kwamba gizo wamesitisha hapo, bado wanajikoki, yani bado wanajipanga. Pande zote za wazalendo wanajipanga na huku wanajipanga, lakini hatujaelewa chanzo gani cha vita kusimama kwa muda. Japokuwa M23 wanazidi kuongeza vikosi na wazalendo wanazidi kuongeza vikosi vingi. Wazalendo ni wengi na muda sio mrefu wataanza kufanya kazi nzuri kwenye uwanja wa vita. Kumbuka tangu wakamate Kamanyola ishakuwa ni 3 mois. Tunaanza enda mu 4 mois sasa hivi depuis wakamate Kamanyola maeneo yale. Tunaanza enda kabisa. Kamanyola limekamatwa, tunaanza enda mu 3 mois kabisa. Sasa wameshindwa kupasua pale. Na hawawezi kupasua, na watu ambao Misisi, Baraka, Uvira kule kote muwe na amani. Hakuna M23 kufika maeneo yale kwa sababu wazalendo wapo wanafanya kazi. Hawawezi kutoboa pale. Mpaka sasa hivi AFC M23 wanakuwa na matatizo. Hawaelewani kabisa. Hawaelewani vizuri. Kwa sababu gani? Wameshindwaje kupasua pale? Wanakuwa wanakorogana. Tuliwaambia mpasue hapa wiki moja. Unajua wale tupaga wiki moja sisi wazalendo, wakasema kwamba hapa hamwezi mkapita hapa. Hamwezi mkapita hapa. Ni hivi na hivi. Tukawaambia tu tulieni. Mmetupa wiki lakini hamwezi mkapita. Wamepambana wamechukua vijana wetu wengi kuingiza kwenye uwanja wa mapambano, lakini vimewashinda. FARDC wamefanya nguvu zote wapitishe M23 maeneo yale, vimeshindikana. Wanajeshi kutoka Burundi wamezuia wazalendo wasifanye kazi yao nzuri, lakini bado hawajatoboa pale. Hawajatoboa, na ni vigumu sana kutoboa maeneo yale. Kwa hiyo wanakuwa hawaelewani sasa hivi, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel la Mteba TV, hawaelewani. Kwa nini wanashindwa wanaonyesha mwanga pesa nyingi sana, lakini hakuna kupasua pale. Kumbuka walivyokuwa wanakuja mbio, wameshakwama Kamanyola. Sasa hivi wako Katogota pale. Wazalendo walikosa kamata. Kuna watu wameniuliza maswali wakasema kwa nini wazalendo wanakuwa wanapiga alafu wanarudi nyuma, wanapiga wanarudi nyuma. Ni kwamba hiyo ni system de jeu, isisumbue hiyo. Wazalendo wapo vizuri, wako wanaimarika. Na ile mitandao ambao wanasema kwamba tutakamata Uvira kesho, Luvungi, ni kwamba watu wote kaeni vizuri, hakuna M23 kupita pale, ukuta huko mzuri, wazalendo wamejikoki na wapo tayari kwa chochote ambacho kitakachokuja. Channel yako ni Mteba TV kwenye uchambuzi wetu wa siku ya leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025. Endelea kusabone. Mimi ni Mteba ambaye anazidi kukupa taarifa za habari zaidi. Lakini tuna ofisi nyingi zetu zipo Uvira pamoja na Bujumbura na maeneo mengi ambapo bado tunazidi kusambazia watu taarifa hizi, lakini ofisi kuu ikipatikana nchini Marekani, pale ambapo taarifa za habari mara kwa mara huwa zinakukuta
pale ulipo, tunaingia nyumbani mwako bila odi. Ukifungua tu simu yako na TV yako, basi utaona Mteba TV. Lakini pia tuna ratiba nzuri sana ya kwanza kuonekana live badala ya audio tutakuwa tunaona. Kwa hiyo bado tunaboresha mitambo yetu na kila ambacho kinachoendelea tutakuja kukwambia. Channel ni Mteba TV, tukutane tena panapo majaliwa. Ciao.